Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Bila uoga, bila kumhofia mtu. Tarehe 7 tunatoka tarehe 7, wote tunaomba like kwenye hii video, comment. Tunatoka tarehe 7 wote, tuhakikishe tunatoka. Mtazamaji wangu, ikisalia ni siku 9 ambazo zimeweza kubakia maandamano ya Sabasaba yanayotarajiwa kuwa maandamano ya kihistoria kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Hivi sasa ni dalili tosha ya kwamba ni 7777. Idadi kubwa ya Watanzania hawakuweza kufurahishwa na kile kilichoweza kutokea katika maandamano ya mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, hivi sasa ni mbaya kabisa kutokana na kile ambacho Daktari Mwigulu ameweza kukizungumza na kuweka hadharani kwamba maandamano ni haki ya kikatiba. Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii na uweze kulike na kushare video zetu. Naam, mtazamaji wangu, hivi sasa katika mitandao ya kijamii, kila kile kinachozidi kuzungumzwa, ni vigumu kuepa maandamano ya Sabasaba. Kila video inayozidi kuchapishwa na kusambazwa katika mitandao ya kijamii, ni vigumu kuepa video ambazo zinazozidi kuonyesha picha na mabango yanayozidi kurushwa na kusambazwa mikoa mbalimbali, ya kwamba mabango hayo na picha hizo zikiwa zimeweza kuandikwa Sabasaba, ya kwamba tupo barabarani, hatuogopi polisi wala bunduki, nchi ni yetu au kifo tutashinda. Mtazamaji wangu, hii ni mbinu inayozidi kutumiwa kutuma ujumbe kwa viongozi wakuu wa serikali ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Na kwa kweli mtazamaji wangu, ujumbe huu umeweza kufikia viongozi wakuu wa CCM, na ndipo ambapo tumeweza kushuhudia rali zilizokuwa zikiongozwa na chama Chadema. Rali hizo zimeweza kufutiliwa mbali. Hakuna muda ambao umeweza kuahidiwa rali hizo zitaweza kurejea kikamilifu ama kupewa ruhusa kwa mara nyingine kutokana na hofu ya maandamano ya Sabasaba. Mtazamaji wangu, hii hapa ni dalili tosha kwa mara nyingine. Hivi sasa kuna baadhi ya viongozi wakuu katika serikali ya CCM wasingependa kujihusisha na serikali hiyo katika maandamano haya ya Sabasaba. Sote tumeweza kushuhudia moja ya bango ambalo linazidi kusambazwa katika mitandao ya kijamii, ya kwamba Mheshimiwa Daktari Mwigulu, matamshi yake kuhusiana na maandamano ya Sabasaba, ameweza kuweka hadharani kwamba maandamano ni haki ya kikatiba. Na mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba maandamano ya amani ni haki ya kikatiba. Basi maafisa wa polisi wanazidi kutakiwa kuimarisha ulinzi kwa waandamanaji watakaokuwa wakiandamana. Sote tunafahamu kwamba dhumuni na sababu kuu ya maandamano hayo ya Sabasaba ni kutokana na kile ambacho mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania anaamini, ya kwamba serikali hii ya CCM iliyoko madarakani hivi sasa imeweza kusahau mwananchi huyo wa kawaida, jambo ambalo linazidi kumsababishia mwananchi wa kawaida gharama kubwa ya maisha chini ya uongozi huo wa CCM. Hivyo basi ni vyema kwa uongozi huo uweze kuwajibika na kukua maandamano ndiyo mbinu pekee ambayo itaweza kutumika, ndipo ambapo uongozi ulioko madarakani kusikiliza kilio cha mamilioni ya Watanzania hivi sasa,
basi maandamano hayo huenda yakaweza kufanyika. Na kwa wakati huu kile kinachozidi kuonekana, mtazamaji wangu, ni sawia na kile kilichokuwa kikijiri kabla ya maandamano ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Na pia mtazamaji wangu, hii hapa kwa mara nyingine ni dalili tosha kuonyesha jinsi gani ambavyo maelfu ya Watanzania bado hawajaweza kupona kovu waliloweza kulipata katika maandamano yaliyoweza kupita. Hapa hivi sote tunafahamu kwamba kuna baadhi ya familia hadi leo hii zinazidi kulilia uongozi ulioko madarakani, ya kwamba waweze kupata hata jamaa wao walioweza kutoweka kuaga dunia, hadi leo hii hawajulikani waliko. Serikali imeweza kunyamazia kimya, haijaweza kuonyesha ushirikiano ambao mwananchi wa kawaida anazidi kuutaka kutoka kwa viongozi wa ngazi za juu serikalini. Pia mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, hii hapa inazidi kuashiria maafisa wa polisi kwa mara nyingine hivi sasa katika maandamano ya Sabasaba yanayozidi kuzungumziwa pakubwa, iwapo kutakuwa na swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi kama lile lililoweza kushuhudiwa katika maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025, basi maafisa wa polisi watakaokuwa wakishika doria kwa wakati huu watakuwa na kipindi kigumu kwa ajili ya kujibu maswali ya matukio ambayo yataweza kujirejelea. Na sote tunafahamu kwamba swala la maandamano ya Sabasaba sio swala ambalo linazidi kufuatiliwa katika Jamhuri ya Tanzania pekee wala Afrika, bali hivi sasa dunia nzima inazidi kuangazia ni hatua gani ambayo itaweza kuchukuliwa na viongozi wakuu wa serikali ya CCM kutokana na kile kinachozidi kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii. Na kila kitu kipo wazi na dalili tosha ya kwamba mamilioni ya Watanzania bado hawajaweza kupona na wapo na hasira na uongozi ulioko madarakani. Na ndipo ambapo mtazamaji wangu, tunazidi kupatana na vipeperushi vinavyozidi kusambazwa, mabango na hata katika mitandao ya kijamii, watu kuendelea kupigia debe maandamano ya Sabasaba. Sote tunafahamu kwamba haya yote sio kwa manufaa ya viongozi wa upinzani ama viongozi binafsi, bali sote tunafahamu kwamba kile ambacho kinazidi kuaminika kutokana na dhumuni kubwa la maandamano ya Sabasaba, katiba mpya katika Jamhuri ya Tanzania, pia wote walioweza kukamatwa na kutoweka katika hali ya njia tatanishi waweze kujumuishwa na familia zao, na aina ya uongozi unavyozidi kuendesha Jamhuri ya Tanzania hivi sasa uweze kufanyiwa marekebisho, angalau kuweze kuwa na nafasi ya kuomba serikali iweze kuwa katika nafasi ya kupeana uhuru kwa vyombo vya habari kupinga na kukosoa, na pia kuiomba serikali iweze kuwajibika katika ahadi walizoweza kuziahidi katika uchaguzi ulioweza kupita. Moja kwa moja, hii inazidi kuashiria na kuonyesha wazi kwamba mambo hayapo sawa, jinsi ambavyo viongozi wakuu wa serikali ya CCM wanazidi kutarajia ama kutamani iweze kuwepo. Na yote inaaminika ni ya kwamba maandamano ya Sabasaba huenda yakaweza kuandika historia ya siasa kwa mara nyingine katika Jamhuri ya Tanzania. Je, mtazamaji wangu, wewe hapo mtizamo wako ni upi kuhusiana na maandamano ya Sabasaba? Je, maandamano ni haki ya kikatiba? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section, subscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.